viongozi wana mahitaji mengi kweli sasa hivi ya kufanya, lakini kipaumbele ambao tuko nacho sasa hivi, kipaumbele ni group stage. Ndio kipaumbele cha Yanga. Hakuna kitu kingine kwenye vichwa vyetu isipokuwa hatua ya makundi ya CAF Champions League. Kwa hiyo hombi lilikuwa gumu, lakini kwa upekee wake viongozi wameweza kucompromise vitu vyote kwa ajili yetu sisi wanachama na mashabiki wa klabu yetu Young Africans. Sasa basi, baada ya ombi hili kukubaliwa, ndipo ninapokwenda kwenye ajenda yangu ya 4 na ajenda yangu ya mwisho kwa siku ya leo. Tumesema hii mechi tumeiomba sisi mashabiki. Hii mechi tumeiomba sisi wanachama wa Young Africans Sports Club. Na tumetoa ahadi kwa viongozi wetu. Namba 1, tutakwenda kuujaza uwanja wa Benjamin Mkapa. Namba 2, tutakwenda kushangilia timu yetu dakika ya kwanza mpaka ya mwisho. Namba 3, wanachama na mashabiki wametoa ahadi wanakwenda kuipeleka timu yetu kwenye hatua ya makundi. Haya matatu ni muhimu sana ndugu zanguni, tukakumbushana kia anapoitwa leo. La kwanza, tumetoa ahadi kwa viongozi, tufungulieni hayo mageti tuje tujae humu ndani. Namba 2, tunakuja kutengeneza hamasa, tunakuja kuwaamsha wachezaji wetu, tunakuja kutengeneza vibe ambalo halijawahi kutokea Benjamin Mkapa. Tukiwa tunaamini sauti hizi za wanachama ni sauti za ushindi, ni sauti ambazo zitakwenda kuinua morali ya wachezaji kutoka ambako iko sasa hivi iende juu kabisa kupambana kwenye pichi. Lakini la 3, tumeahidi tunakwenda kuipeleka timu yetu kwenye hatua ya makundi. Haya mambo yanatuhusu sisi wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu yetu Young African Sports Club. Naomba nisisitize hapa, ombi hili limeombwa na wanayanga kwa viongozi wa Yanga, na viongozi wa Yanga wameruhusu ombi hili kwa wanayanga. Sasa wewe ambaye sio mwana Yanga, ukajiinua nyumbani ukaja Benjamin Mkapa na dhamira zako hovyo hovyo na mipango yako hovyo hovyo, tutalaumiana. Naomba nirudie hapa, naomba nirudie vizuri hapa. Kama unakuja wewe sio mwana Yanga, unataka kuja uwanjani, njoo utulie tu uangalie game. Njoo utulie uangalie game, hamna anayezuiliwa. Lakini ukajitoa nyumbani ukaja Benjamin Mkapa ukawa na dhamira ya hovyo ya kufanya chochote kibaya kwa ajili ya timu yetu, tutaishi na wewe. Na sisi kugundua dakika moja tu, kwa sababu wana Yanga tunajuana. Tukishagundua wewe sio mwenzetu na huko uwanjani, keti angalia boli, hata kugusa. Sisi hatunaga vurugu, sisi hatunaga fujo kwenye mechi zetu. Unakuja kuangalia boli, njoo uangalie boli basi. Ukija na ajenda tofauti na sisi tutakuwa watofauti. Hili nimelisema wazi kabisa. Wazi kabisa. Mnakaribishwa. Kila mpenzi wa mpira anakaribishwa. Lakini ukija na dhamira yako tofauti kwa engo yoyote ile, tukakubaini kwamba wewe dhamira yako ni mbaya, talaumiana. Si jambo la kuficha hili. Sisi tunakwenda kwenye vita Jumamosi. Jumamosi tunakwenda kuipambania heshima ya Young African Sports Club. Hata viongozi ambao wamefanya tathmini wakaruhusu mechi hii mashabiki waingie bure pale Benjamin Mkapa, wanajua nguvu ya mashabiki wao kwenda kuisupport timu yao. Wanajua hiyo nguvu. Sasa isitokee ukaja pale kuja kuharibu hiyo dhamira nzuri ambayo viongozi wako nayo. Tutalaumiana ndugu zangu. Tutalaumiana. Kama huwezi kutulia, subiri mechi yako kaangalie. Timu ya Tanzania zinacheza 4, si ndio weekend hii
Unaweza kuwafuata wengine ukaangalia. Kama uwezi kuja mechi ya Yanga ukatuliza boli, tafadhali. Timu ziko 4 zinacheza, nenda kaangalie hizo. Fresh kabisa, hamna dakikubugudhi, wewe nenda kaangalie. Fresh. Lakini ukija kwetu utulie, kwa sababu sisi Yanga siku hiyo tuna jambo letu pale la kufanya. Tuna kazi yetu pale ya kufanya. Tuna kazi yetu pale ya kuifanya.